ushindi wa pamoja juu ya miungu. Ningependa tafakari pamoja ushindi ambao unapatikana katika timu dhidi ya miungu, na hii itakuwa inatuelekeza kujiandaa kuanzisha makanisa ya nyumbani, makanisa ya nyumba kwa nyumba, na jinsi ambavyo yatachangia sana kuleta ushindi wa pamoja kuliko vile unavyofikiria, kwa kuwa tutakuwa katika vikundi vidogo vidogo ambavyo tutaweza kuhudumiana kwa ukaribu, tutafahamiana kwa vizuri zaidi, tutajua shida ya huyu na kuitatua kwa haraka, tutajua vita ya huyu na kubeba vita hiyo kama vita yetu wote. Tutamlenga adui aliyejificha anayeitesa nyumba ya mwenzetu, tutaelekeza makombora pale. Matokeo yake mwenzetu hatakuwa ameathiriwa, kwani hakupata mtu wa kushikana naye. Ndio maana nasema nguvu ya pamoja, ushindi wa pamoja, ushindi wa pamoja juu ya miungu. Nimeweka hiyo miungu kwa sababu tumekuwa tukizungumza juu ya miungu, na nataka nieleze vizuri ili kila mmoja aelewe kwa namna ambayo itasaidia kwenye utekelezaji kiuhalisia na kivitendo kwenye maisha halisi ya mtu. Unajua, fundisho au hubiri linaweza kuwa la jumla sana, na pengine hata sasa wengine wameshasahau tulikotoka, lakini mwaka huu tumemaanisha kumsaidia kila mmoja. Kwa hiyo hata masomo tuliyopitia yote tutayaingiza kwenye utendaji kivitendo. Nimeshukuru sana wale ambao niliweza kukutana nao mtu moja moja. Nimetambua kwa upana zaidi umuhimu wa makanisa madogo madogo, maana hata mimi mwenyewe nimefanikiwa kuwafahamu vizuri. Hata sasa naweza nikawaita majina yao, ninaweza kufahamu vipawa vyao, naweza kuelewa karama zao, vile vile naweza kuelewa wanafanya nini, naweza kuelewa mapito yao. Kwa hata napoomba ni rahisi zaidi Roho wa Mungu kunielekeza mtu fulani kwenye jambo fulani analopitia kwenye familia au kwenye jambo hili. Kwa hiyo unaona, wakati nahubiri kwa ujumla, inawezekana naombea kwa ujumla, lakini na kukaa na kusikiliza mtu na kumsaidia, naweza nikaomba in detail. Kwa hiyo nikagundua umuhimu wa kuwa katika vikundi hivi vidogo vidogo na tusaidiane, kwani kila mmoja hana uwezo unaolingana, hana ujuzi juu ya Mungu unaolingana, tunatofautiana. Ndio maana tunahitaji kubebeana mizigo. Sema amina. Haleluya. Kwa kutoa utangulizi huo, sasa nirudi kuelezea miungu. Miungu hii ni nini? Tangalia miungu hii ni nini na inafanyaje kazi. Miungu ni nini na inafanyaje kazi? Alafu ndipo tuende kipengele kile cha mwisho, itakuwa ni nguvu ya pamoja juu ya miungu. Tunapozungumzia miungu, vile vile tunazungumza juu ya Mungu. Miungu imetokana na nini? Miungu imetokana na nini? Katika Ibrania neno Mungu linatoka katika neno Elohim. Elohim
maana yake ni Mungu muumbaji, Mungu mwenye enzi ambaye ndiye muumbaji. Kwa hiyo mahali popote kwenye Biblia unapoona neno limeandikwa Mungu, hilo neno tu limeandikwa ni katika in plural pia. Wana Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, lakini ni muumbaji. Inapatikana katika kitabu kile cha Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ni muumbaji. Sasa Mungu ana sifa. Neno huyo Mungu ana sifa ya uumbaji. Muumbaji ndiye mmiliki halali ya vile alivyoviumba. Yeye ndiye mmiliki halali ya vile alivyoviumba. Sasa Shetani hakuwa shetani siku zote, alikuwa ni malaika. Na yeye huyu malaika ni miongoni mwa viumbe walioumbwa, ni miongoni mwa viumbe walioumbwa. Sina haja ya kwenda kwa undani juu ya uasi wake na kutupwa na kubadilika kuwa anapoitwa majina yote hayo: muovu, mshtaki, shetani, ibilisi, joka. Akapata majina hayo. Kati wake aitwa Lucifer, nyota ya asubuhi. Alikuwa ni maridadi kweli kweli, mwenye viwango vya juu kabisa. Sasa tukija kwa miungu sasa ni roho ya shetani. Shetani ambaye huja kwa njia za kificho, anakuja kwa njia za kificho, haji moja kwa moja kama shetani. Hakuna mtu ambaye angemsikiliza. Anakuja kwa kificho, anakuja kwa kificho kupitia viumbe vya Mungu, na mara nyingi anawatumia vitu tunaoita mizimu. Mizimu ni wazee wa zamani waliokufa ambao huvaa miili yao, lakini pia huingia kwenye viumbe vyote vya Mungu. Chochote utakachokipa priority ya juu sana, kiwango kitafuta thamani ya Mungu, chochote ambacho kinafuta thamani ya Mungu kwako, hicho kinakuwa ni Mungu pia. Hata kama ni fedha, ana uelewa ile juu sana. Hata kama ni watoto, hata kama ni mke au mume, au hata kama ni kazi, chochote ambacho kitapewa priority ambayo inachukua nafasi ya Mungu. Siongei vile vipaumbele ambavyo unaweka kwa ajili ya kufanya kazi, siongelei. Naongelea kiwango cha juu sana cha uthamani wa kitu, kiwango kwamba hakuna aliye juu ya hicho. Thamani ya hicho kimekuwa juu kuliko kitu chochote juu yake. Uko tayari kufa kwa ajili ya hicho, uko tayari kwa lolote kwa ajili ya hicho. Maana yake hicho kimekuwa Mungu, kimekuwa Mungu kwako. Lakini kinakuwa Mungu, nyuma yake anakuwa hiyo ibilisi, na anakamata uwanja wake wa kufanyia kazi ni katika fikra. Tuangalie sasa kitabu cha Wakorintho wa pili 4 mstari wa 4. Wakorintho wa pili 4 mstari wa 4 kianzia wa 3 unasema, kama injili yetu imestirika, basi imestirika kwa wale wanaopotea, ambao mungu wa dunia hii, sikia maneno haya, mungu wa dunia hii, yani ibilisi. Kwa hiyo shetani anaitwa mungu wa dunia hii. Sasa mungu wa dunia hii amewapofusha fikra ili nuru
nuru ya Kristo ising'ae, ambaye ndiyo sura ya Mungu. Yaani Kristo ndiye sura ya Mungu. Ukimpata Kristo ndio umempata Mungu wa kweli. Kwa hiyo kinachofanyika hapo ni kuzuia sana watu wasimkubali Kristo. Na hata kama ukimkubali, wakubali katika hali ya kidini, wasimpe nafasi yake kikamilifu. Kwa hiyo anakamata nini? Fikra. Na ndio maana nilikuwa nakufundisha kutokea huko mwanzo. Unaweza hata ukiona ile fundisho wakati mwingine ukaona si la muhimu sana kwako, kwa sababu ninaamini katika wengi mlioko hapa, karibu wote kabisa, hakuna mtu mwenye mpango wa kuabudu miungu. Hakuna hata mmoja, naamini kabisa hakuna. Au mwenye lengo la kwenda kusujudia miungu hapa, hakuna. Lakini kwa uelevu na ujanja wa hali ya juu wa Ibilisi, wengi wetu tunamsujudia bila kujua. Na wengi wetu tunamwabudu bila kujua. Na wengi wetu tunamtii na kumfuata bila kujua. Kwa sababu gani? Kinachofanyika nilikwambia, kukamata fikra. Akacheza na fikra. Hapa anasema anazipofusha. Maanake usipoona ukweli, uone uongo. Ili umuone yeye, ili ageuze isiwe vipaumbele vyako. Na fikra zako zifikirie kulingana na anavyotaka yeye. Zikutengenezee mtazamo, zikutengenezee aina ya maisha na misimamo ambayo hutaki kubadilishwa. Hiyo misimamo inakaa ndani yako, uko tayari kuifuata, na unasema sitaki kubadilishwa na mtu. Sasa hakuna ukishaamua hivyo, Mungu ametupa binadamu hiari ambayo hata yeye Mungu hajatuondolea ile hiari. Hata ukiamua leo kwamba sitaki tena kuabudu, watu wanakushauri tu, bwana, hiyo ni uamuzi mbaya basi. Lakini ule uamuzi wako hakuna anayeweza kuingilia moja kwa moja. Unaweza kaamua kabisa, mimi sitaki Mungu. Kwa wengi tu si jambo la siri. Mimi nimekutana na watu kama hao Amerika. Mmoja ni mwanasayansi aliyebobea sana. Niliunganishwa na yule missionary wetu mmoja. Sasa ilikuwa ana teknolojia moja kaitengeneza kusaidia watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo nikaunganishwa, nikaenda mpaka kwake. Ni mtu ambaye ni mwanasayansi aliyebobea sana. Lakini anasema hakuna Mungu kabisa, na anatoa maelezo. Anatoa maelezo ya kutosha. Na si yule wengi wana namna hiyo. Sasa kwa hiyo ni hiari, lakini hiyo hiari si hiari, ni uvuvio, ni uvamizi, ni kutekwa na yule adui kwenye fikra zao. Sasa katika fikra kuna madaraja pia. Kuna daraja lingine ambalo unamwamini Kristo, halafu unawekewa mipaka ya utii. Ndio utagundua wengine sio watii kwenye neno. Wengine wanasema mimi namsikiliza tu Mungu, sisikilizi mwanadamu. Na haelewi kwamba Mungu hawezi kusema na wewe akaivuka mamlaka aliyoiweka halali. Haiwezekani. Kajifunza kwa Musa. Yaani Mungu ahame, asiseme na Musa, aseme na wale wanaoongoza. Itakuwa confusion. Na hapo Musa anaruhusiwa kukataa. Hata kama ni Mungu kweli, unaruhusiwa kukataa. Hata kama ni wewe umewekwa na mamlaka mahali fulani,
halafu wale wa chini kabisa wakatoa mwongozo ambao ni kinyume kabisa, unaruhusiwa kukataa. Kwa nini? Wewe ndio responsible. Hata kama kukataa kwako ni kimakosa, ina maana jiridhishe kwanza wewe, maana utakapokubali lolote hiyo hizo tuseme nini, madhara ni wewe. Ndio maana viongozi mbalimbali wa mataifa unaona mambo mabaya yakitokea kwenye nchi zao, ukweli wengi wanakuwa hawajasababisha wao, lakini unaona wanashambuliwa wao tu, watu waongee wa chini yao. Kwa nini? They have responsibility, maana wao ndio wana sauti. Wewe tunaenda nimeshauriwa na mtu, wewe ni ushauri. Sasa wewe huna akili, tulikuweka pale tunakuamini, hao ni washauri tu. Sasa huwezi kusema hivi. Kwa hiyo ikitokea zuri unabeba sifa wewe, likitokea baya unabeba mabaya wewe. Hiyo ndio kanuni. Ndio maana wakati mwingine mabaya yakitendwa na wachini yako unajiuzuru wewe, lakini ukutenda wewe. Iko hivi duniani, ni mambo ya kawaida, kwa sababu wewe ndio uko na jukumu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo fikra zikiingizwa kwako za kutotii, ni ibilisi, ni miungu utakuwa unaiabudu, lakini kwa kanisani. Pima utii wako basi, maana imeandikwa sisi tulikuwa waasi, tulikuwa katika hali tumekufa kutokana na dhambi na makosa, tukaenenda kama wana wa kuasi, tukiongozwa na roho yule wa anga, ibilisi, roho wa kuasi, ibilisi, kama wana wengine ambao hawajaokoka. Ndio inaongea katika Efeso 2:2-3. Sasa ukiona wewe umeokoka, hauheshimu authority hiyo yako, wewe unatumikia miungu, unatii miungu. Na si tu kumtii mchungaji, hata wale ambao amegatua madaraka. Yaani wewe kusema mimi simsikizi yote huko chini, namsikiza tu mchungaji, wewe pia utakuwa unatumikia miungu, kwa sababu haiwezekani ukaiasi mamlaka ya chini uitii mamlaka ya juu. Kanuni ni kwamba wale wote viongozi, siku moja nilisema hata yule anakaribisha watu pale mlangoni, ndio mimi nakaribisha watu. Yaani utakuwa muone ndio mimi nakaribisha watu, lakini siwezi kufanya kazi zote. Nimempa nafasi ya kunisaidia kukaribisha watu. Yule anayefanya kazi ya kubeki, ninafanya kazi sababu mimi ndio niko responsible, lakini kuna msaidizi anafanya hiyo kazi. Kila mmoja kifedha, kuna mtu ananisaidia kwenye pesa, kuna mwingine ananisaidia kwenye hiki na hiki. Sasa vyote vile ni wajibu wangu. Ikiharibika popote ni mimi. Kanisa likiharibika ni mchungaji. Wakati mwingine tunawasema sana washirika, lakini ukweli mimi nina power ya kuamua na kutoa mwongozo, nini nirekebishe, nini nisaidie. Lakini naweza nikaamua nisifanye hivyo, kanisa likawa holela. Sio washirika. Washirika huwa hawana shida sana, ni mchungaji. Sasa ndio maana ukitaka kujua watu hawabadilishaji katika mataifa, katika nchi mbalimbali, watu hawabadilishi wananchi, kuwatoa wananchi wawatoa wapeleke nchi nyingine. Wanabadilisha kiongozi tu basi, na nchi inakuwa ni ile, na watu wanakuwa wazuri kabisa. Kwa nini? Leadership, mambo yanafanyika kupitia viongozi. Wanabadilishaga viongozi basi. Kwa makampuni makubwa kiona linafeli, wanabadilisha kiongozi basi. Sasa kuna namna mbili za kufanya. Wewe kiongozi usiposoma majira ukabadilika mwenyewe, ndipo utabadilishwa. Kwa hiyo ukiongozi usalama wake ni kuwa mwepesi wa kuona
jambo na kubadilika yeye kabla hajasaidia wenzake. Maana akikataa kubadilika, wale wanabadilika kutokana na hawezi kukaa mazingira ambayo unawazuia maendeleo yao, unawazuia kwenda kwenye viwango vya juu. Wewe umebaki pale miaka 47, umebaki analog, wenzako wako digital, watashindwa kuvumilia. Sasa hiyo ni kazi ya mchungaji, ni kazi ya kiongozi kuhakikisha anakuwa updated kila siku, anakuwa anamtafuta Mungu kwa bidii, lakini pia anakuwa mwepesi kuelewa dunia inaendaje. Kwa hiyo ili maana tunakuwa na wasomi mundani, tuna watu ambao hawezi kuvumilia taratibu za kijinga. Kwa lazima sasa mchungaji atumie utajiri aliyopewa, ambao sasa ni watu. Hapa nina watu matajiri wa ujuzi, utajiri wa hekima, utajiri mbalimbali. Mimi natakiwa nisumize kichwa wa kutafuta ujuzi wa udaktari wakati sikusomea. Nina daktari hapa, nina mhasibu hapa, nina mtu hapa ambao hicho kitu anakijua. Sasa mimi nisifanye mjuaji sana, atanidharau, eti namuuliza kitu yeye atanidharau. Hapana, hao wote na wao wanatakiwa watumikie Mungu kwa ujuzi wao. Sasa ukisipowapa nafasi, huwezi kutoa hiyo uwezo. Sasa hizo fikra ndio zinang'ang'ania watu. Anza kujiuliza sasa. Sasa angalia hii miungu. Tumeangalia kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Soma pale, hebu soma pale. Sura 28. Sura 28. Mstari ule mmoja tu wa 23. Mstari wa 23. Soma pale. Kwani akalitokea dhabihu miungu ya Dameski, akasema, kwa sababu miungu ya wafalme wa Shamu imewasaidia wao, mimi nitaitolea dhabihu ili nisaidie mimi. Lakini ndiyo iliyomwangamiza yeye na Israeli wote. Sasa usikia, huyu ni mtu wa Mungu, Mwisraeli, amekaa kwenye jamii ambaye mambo yake yamekwama, lakini mambo ya majirani zake wasio na imani kama yake yamenyoka. Amejitahidi sana, mambo yake yamegoma. Yale wapagani mambo yao yananyoka, yanastawi. Akashawishika sana kutaka kujua siri ya mafanikio yao. Akagundua ni miungu. Sasa miungu, kumbuka unaweza kuweka ni Mungu lakini kwao ni miungu. Hilo miungu akaitamani imsaidie. Lakini matokeo yake, kwa sababu hawezi kujitolea moja kwa moja. Wewe ukienda kwa mganga, huwezi kujitolea moja kwa moja. Utataka tu msaada wake tu, lakini utapenda sana kumwabudu yule shetani. Utapenda, unataka tu msaidie tu bwana, mambo yangu yaende, lakini hutapenda masharti. Sasa yale masharti ni muhimu upewe, na wewe utakataa masharti yale kwa sababu moyoni kwa kweli hujaamua kumwacha Mungu. Kinachokusumbua tu ni mafanikio ya kimwili ambayo umeshindwa, unataka uyapate hayo. Sasa matokeo yake, ile miungu inajua kwamba wewe unachotafuta kwao sio kuiheshimu na kuiabudu, inakupiga zaidi. Ndio huyu alienda kapigwa. Faida ya kukutana na mtu mmoja, kuna mmoja yuko hapa, kwa sababu sitataja, yeye atakuwa anaelewa. Alienda kwa mganga kwa kitu fulani. Sasa mganga akamwelekeza. Yeye alikuwa ameokoka siku nyingi, anamjua Kristo. Sasa akaanza mganga anatoa maelekezo, afu yeye anamkemea mganga kwa jina Yesu. Anamkemea kwa jina Yesu hiyo haifai. Wewe umekuja kwa mganga unamkemeaje mganga? Kwa sababu moyoni ukweli hajaamua.
Sasa mganga anamwambia vitu vizito sana kwamba utakuwa hivi, akasema hiyo haliwezekani katika jina la Yesu. Unaona inapokwenda, kwa sababu hajaamua kuwa shetani, lakini anatamani mambo ya shetani yamjilie. Kumbe unakuwa unajipeleka kwenye kambi na vifungo vyake. Sasa jinsi ambavyo miungu inafanya kazi ni vile vile, sababu miungu nilikwambia imeigiza kwa Mungu wetu. Imeigiza kwa Mungu wetu. Imeingiza kwa Mungu wetu. Inafanyaje kazi? Inafanya kazi kupitia kafara, kupitia dhabihu au sadaka. Zote zina maana ile. Sisi kafara wetu ni Yesu Kristo. Kisoma ile kitabu cha Mhubiri sura ya 9 mstari wa 2 inaelezea kwamba kuna kafara huwa zinatolewa. Lakini ukisoma pia Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa 7 inaelezea Kristo ni Pasaka wetu au sadaka yetu. Sasa sadaka ile inatakiwa kwanza. Kafara maana yake ni kuchinja, ni kuchinja mnyama. Ilikuwa kuchinja mnyama, kutoa uhai wa kuku, ndege, mbuzi, kondoo, ng'ombe au binadamu. Kwa unatoa kafara katika vitu vyote hivi, unakichinja, kinakufa, uhai unaondoka. Hiyo ndio kwa lengo la kupata usaidizi kutokana na uhai utakaoondoka. Sasa wewe lengo lako linakuwa unazungumza maneno katika kifo kile cha kiumbe kile, ili kwamba maneno yako yabebwe na damu, halafu ile damu inapokelewa na miungu, inatambua kiwango cha hitaji lako na kiwango cha kafara yako, inatuma majini. Kwa lugha rahisi uelewe, majini au maroho ya kishetani yanakuja kuitikia hiyo damu, yanakuja kukuitikia kulingana na ulichokiomba. Kwa hayo yanakuwa pamoja na wewe. Kama ilikuwa ni biashara, yanakuja ni biashara. Lakini kama ulimwaga ile damu kwa lengo la kumdhuru mtu, vile vile inakuja ile, kama unasema fulani asiishi mpaka umri fulani, ile damu inadaka vile vile, sababu inatakiwa imwagike kwenye ardhi. Sasa ikimwagika kwenye ardhi inadaka yale maneno, inaandika. Ikisema familia ya mzee fulani, watoto wake wakifika chuo kikuu wasipate kazi, imeandikwa. Au wasiolewe, inaandikwa. Au wasiwe matajiri, inaandikwa. Au wewe ni wagonjwa ya pressure, inaandikwa. Au wewe tasa, inaandikwa. Au ndoa zile za magomvi, inaandikwa. Sasa wanaandika yule anayetaka, itegemea ile sadaka ukubwa wake. Kama ni sadaka ya njiwa, pengine inaweza kuwa haina nguvu ya kuandika kifo cha mtu. Lakini kuna kadri anapopanda sadaka, kama ni mbuzi na anza kaongeza mbuzi kadhaa, kama ni ng'ombe kadhaa. Kwa hiyo unaona hata kwa Balaamu alipiga ng'ombe 21 ili alipige taifa, lakini iligoma kwa sababu na wale wenyewe nao walikuwa na sadaka yao yenye nguvu ambayo ilizidi ya huyu. Kwa hiyo sadaka zilikuwa zinapigana zenyewe, lakini zinapigana kwenye upeo wa madhabahuni. Nitakuonyesha. Kwa hiyo sasa zile damu zinapomwagika
zinaalika mashetani, zinakufanya wewe mtoaji ushirikiane na mashetani. Mashetani yaje kukusaidia. Hiyo utaelewa, utajua tu nimepata msaada, lakini ni ukweli. Unaita mashetani yaje kukusaidia kwenye kile unachokitaka au kikamdhuru yule. Sasa wengi katika somo letu sasa, tangu tumeanza sasa, najaribu kuelezea kwa urahisi ili tukiingia kwenye kanisa nyumba kwa nyumba, mtachukua masomo sasa, muyarahisishe sasa, muanze kushughulikia tatizo la huyu. Tuko watano, tunahakikisha tunaombea nyumba ya huyu, tunahakikisha tunaombea familia ya huyu, tunaombea mifugo ya huyu, tunaombea watoto wa huyu shuleni wanaugua magonjwa. Kwa hapo inakuwa rahisi zaidi. Mko tu watano au watatu au wanne kwenye hiyo kanisa la dogo, mnasema mwenzetu watoto wake kila wakati wanaugua. Sasa mnasema tunataka tufunge kwa ajili ya familia fulani. Sasa hapo ndipo mnaanza, ndio sasa ile zile huduma za kusaidiana kwa karibu zinafanya kazi. Mimi pengine ni vigumu kuja kwako tukakaa nyumbani tukaomba hapo kwenye sebule yako, pengine hata uhuru wa kunikaribisha nyumbani hauna, kwa sababu hujui pengine mume wako hajaokoka au pengine mke wako hajaokoka, au hakuna uhuru fulani. Ungekuwa na uhuru kumkaribisha mchungaji, lakini una uhuru kumkaribisha mama fulani jirani yako, anakuja kama jirani, lakini nyinyi ndio mnajua ya kwamba sisi tuko kwenye agano la kuja kuvunja madhabahu hapa. Kwa anakuja kama jirani, mnakunywa chai kama majirani, lakini mnajua nyumba hii imekuwa na tatizo, lakini nikieleza vizuri mume wangu atatufukuza. Kwa akikaribishwa mama wenzake watatu pale, haelewi, halafu wanashughulikia ile miungu inapigwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa sasa hiyo tunaichukua yale mabaya ambayo nimeyafundisha kote huko, yanayosumbua na yanaweza kukwamisha maendeleo ya mwaka huu. Isiishie tu somo lilikuwa zuri, haitatusaidia. Wengine mpaka sasa wameshasahau nimefundisha nini. Kwa hiyo sasa kwenye makanisa ya nyumbani ndipo tunasaidiana. Unagundua wewe bwana, wewe misimamo yako hiyo ni miungu hiyo. Kwa nini wewe utii kila kitu unachoambiwa na mtumishi? Ni nini? Kwa sababu basi sijali, mimi naambiwa mtii Mungu. Unamtii Mungu yupi? Roho Mtakatifu ananiambia Roho Mtakatifu yupi? Wengi ambao wanasema Roho Mtakatifu, actually wewe niwaambie kitu kimoja. Roho Mtakatifu hawezi kupingana na neno lake. Hawezi. Ndio maana sema roho za manabii watii nani? Manabii. Yaani haiwezekani unabii ukaja hapa ukaongea lolote na kuambia mimi nina haki ya kukataa, hata kama ni ubii wa kweli. Nataka kukataa, alafu mwambie Mungu, niambie kwanza, siwezi kukubali kitu alafu baadaye uniambie kwa nini ulikubali. Kwa na ukataa, Mungu akaniambia huo ni mimi, basi kama nikubali baadaye. Lakini ni ujinga na waenda wazimu ni ukubali nabii ambao mimi Mungu hajanielekeza. Hapo baadaye nigundue ni shetani. Sasa baadaye itakuwaje? Afadhali ukatae kwanza, alafu Mungu akwambie bwana, wewe ulikuwa nakwambia ulikuwa nielewi. Nimemtumia yule ili kukusikizisha. Basi asante. Ndipo niupokee. Maana kiongozi unajua ni wajibu wako. Usiwe mwepesi kuyumbishwa na mtu yeyote. Ukipewa nafasi, hiyo nafasi ni wewe. Ikiharibika ni wewe. Wewe usema fulani. Tuko pamoja? Bwana asifiwe. Ninyi mtakuwa viongozi, na wiki hii ijayo kuanzia kesho tunaanza kujifunza siri hizo nyingi, na mtakuja wote. Tutafundisha mambo haya kwa wote, alafu tutachagua wa viongozi wachache. Lakini haina maana wengine hawafai, sababu tu hatuwezi kuwa wote viongozi, ila nataka niwafundishe wote mpate hizo siri. Na nimegundua nina watu muhimu baada ya kukutana na wao. Nimegundua kuna watu wenye maono, maana wanapouliza maswali wanaongea vitu vya kila. Kwa hiyo nimegundua nina watu wa thamani hapa
ambao si viongozi kabisa. Wengi waliokuja si viongozi, lakini nimegundua ni watu wenye vitu vya thamani ndani yao. Sema amina. Viko vitu, wako watu hujawajua tu, wako hapo. Tunafikiri kwamba fulani, lakini kumbe wako. Wengine wanasema hawavumi, lakini wadasishiwe. Nisikilize vizuri. Kwa hiyo sasa tuliangalia kitabu kile cha Yeremia 22 mstari 29, nasema ewe nchi, sikia neno la Bwana, andikeni habari za mtume. Sasa ukisoma ile kitabu kingine cha Mwanzo 4 mstari wa 10, inazungumza damu ya Habili ikalia ikasema. Kwa damu zile sasa zinaongea. Kio damu za wanyama, damu za ndege, damu za binadamu zinaongea. Sasa sisi tuna damu na sisi ya Bwana Yesu. Sasa naongea kwa hizi damu mbaya. Hizi damu mbaya zinatudhuru. Zinaweza kukuchanganya kwa sababu zinaita miungu. Tusome mstari miwili. Soma Korinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 20 hadi 22. Korinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 20 hadi 22. Lakini vitu vile waitiavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani. Hamwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Hamwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani. Okay, ushaelewa. Nenda kitabu cha Mambo ya Lawi 17 mstari wa 7. Anaongea sadaka mnazopeleka. Kuna sadaka unazopeleka sadaka. Zile sadaka ndio zinaita mashetani. Naongea kwa upande ule mbaya. Ndio zinaita mashetani. Ndio zinaita majini. Na zikiita mnaanza kuwa na ushirika nayo. Ndio maana Mungu anasema mmeenda kufanya uzinzi. Niliwafundisha katika wiki. Uzinzi wa kwanza uliotajwa ni kutoka kwa Mungu wa kweli kwenda kwa miungu. Hiyo ndio chanzo cha kuitwa uzinzi. Baadaye kaletwa kwenye binadamu, mume na mke kutoka nje ya mwenzake. Lakini kwanza ilikuwa ni Israeli ilikuwa kumwacha Mungu wa kweli. Wanaenda kwenye miungu, waliitwa wanaenda kuzini na miungu. Na matokeo yake ilikuwa ni adhabu kali sana. Sasa mashetani wewe unaweza kuta unashirikiana nayo bila kujua, kwa sababu hayaji kama alitamshwa na shetani. Inajitamsha kama Mungu na imeshika fikra zako. Na ndio maana usi vizuri kutoa sadaka popote upaonapo. Kama bila usitoe popote upaonapo. Jiridhishe kwanza. Mimi nawaambia watu, kama wewe ni mgeni au unanifuatilia, kama unasikia ndani yako kuna uzito kutoa sadaka hata kwangu, usifanye hivyo. Izingatia moyo wako, ujiridhishe. Pengine kesho Mungu ndio atakuonyesha kwamba mimi ni mtu sahihi, toa kesho. Lakini usitoe kitu huku moyo unakuumisha ni kama sitoi mahali sahihi. Usifanye hivyo, kwa sababu utajidhuru mwenyewe. Si dhambi kutotoa sadaka kwa mtu ambaye unasikia moyoni huna uhuru wa kutoa. Kwa sababu unaweza kutoa ukawa yako mashetani wanazuia. Kuna madhabahu nyingi. Kuna watu wengi ndio wanasema uhubiri. Na huwezi kujua ni mhubiri kweli msingi wake. Wengine wanaenda mpaka kuzimu, wana uganga, wakisimama na uhubiri lakini uganga tu. Sasa wewe unaona maadamu wanasema Yesu unaenda. Ndio maana ili ujue ukweli hiyo huduma, nenda kwenye masomo ya msingi yale yanayofundishwa watoto wachanga, yale maono, ndio utajua hapo ndio Mungu yupo. Mahubiri kama haya na uhubiri huwezi kujipima kama mimi ni wa Mungu kweli, sababu ni mafunuo. Lakini ukitaka kujua, nenda kwenye msingi wetu. Tuna misingi gani? Maana misingi ndio jengo. Hapo ndio utajua hapo kuna Ukristo, hapo ndio utagundua kumbe eti usitaje jina la Yesu. Eti hakuna utatu mtakatifu. Eti hapa sisi huwa tunachinja na mbuzi, tunatoa kafara kila baada ya hapo ndio utagundua
mahubiri hutaelewa. Hutamjua mhubiri kwa sababu ya miujiza. Hapana, hutaelewa kama ni mhubiri. Maana kwa shetani miujiza anafanya. Nenda katake kujua misingi. Uliza kama swali, unaamini nini nyinyi juu ya wokovu? Mnaamini nini juu ya mbinguni? Mnaamini nini baada ya mtu kufa? Mnaamini nini juu ya ubatizo? Uliza ile mambo ya msingi ndio yanakufanya ujue hapa kuna hili ni kanisa ya kweli. Sema amina. Usipofanya mambo yale, kama ukishajua mambo ya msingi, hata kama yule mhubiri akikosea ni makosa tu, lakini bado kwa injili ya kweli. Sema amina. Sababu kila mhubiri anataka kukosea, lakini ikawa sio imani potofu. Yaani kuna imani potofu, nazungumza imani ya kishetani. Siongelei mhubiri kutokosea. Hakuna mhubiri asiyokosea. Hebu soma mstari huu. Wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Sheria hii itakuwa sheria milele kwao, kizazi baada ya kizazi. Inatosha. Kwa hiyo unaona, majini utaenda tena kwa majini. Sasa kwenye kanisa la nyumbani nataka tutaorodhesha mifungo nilivyo tuliombea Ijumaa. Matatizo yale tutakaa, mimi utaandika kwenye ile bahasha niliyokuambia. Kuna mtu actually nilimwambia sasa kulikuwa na kiti maalum nikiweka, lakini kuna mazingira fulani hajakamilisha. Lakini lengo ni kwamba ufunuo ulio nao, ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 10 mstari wa 14, soma mstari wa 14 na 17. Mungu wetu naye ndiye Mungu wa miungu, halafu ni Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, niko ambaye niko. Na actually Mungu alijifunua kwangu kwenye hilo eneo, niko ambaye niko. Yesu Kristo alijifunua, alijitokeza kwangu mara ya kwanza kabisa. Na mara ya pili Yesu alijifunua kwangu kupitia Musa, ambapo nimeshatoa shuhuda mara nyingi. Ulimwengu ulikuwa katika hali ambayo ni kama wadudu, kama wanyama wabaya. Lakini nilijiona mwenyewe kama Musa. Lakini nilikuwa nimevaa yale mavazi ya Kiebrania kama sabati nzuri nilipoenda Amerika. Kuna mchungaji mmoja akanipa ile vazi bila mimi kujua. Bwana asifiwe sana. Sasa nikapewa fimbo mbili. Na nilijua pale fimbo ya kwanza inawakilisha agano la kale. Fimbo ya pili inawakilisha neema. Na nikapata hiyo neno kwamba Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli zimekuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa viwili hivi huwezi kutenganisha, Torati na neema, vyote ni vya muhimu. Na kwa hiyo ninajua kile ambacho nimekibeba. Sasa Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa ni muhimu kuweza kutambua jinsi ambavyo Mungu anataka kuifikia watu wake. Kwa sababu Mungu anakuwa amewekeza kupitia mtu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa ukiangalia hiyo miungu, Mungu wa miungu sasa, ambaye sasa Mungu akajifunua niko ambaye niko. Majukumu yale, na ninagundua kwamba ninatembea nayo. Kwa sababu nikajiuliza, Musa alipokuwa watu kwenye utumwa, akaambia teachings zimebadilika sana, mafundisho yamechafuka sana. Yaani umeingia katika mazingira magumu sana. Kwa hiyo sasa lazima kuinua sasa Mungu wa miungu. Sasa nakuletea Mungu wa miungu. Utasoma hiyo 10 mstari wa 14 na 17. Lakini kile kiti ufunuo uliopewa juu pale, Mungu wa miungu, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, niko ambaye niko, na majina yake mengi. Upande mbili hizi majina yale yote ambayo Jehova Elohim, Jehova Shama, Adonai, hayo majina yote ya Mungu ni ahadi moja wapo. Kwa ukija kwenye kiti cha rehema cha Mungu, si lazima uje na ujumbe. Unataka uponyaji, lenga Jehova Rafa akuhudumie. Sema amina. Jehova Rafa, kwa Jehova Elohim. Kwa hiyo kuna kila baraka za Bwana kwenye kila jina la Mungu.
Uhitaji sanamu nini? Yesu amebeba kila kitu kwa ajili yetu. Soma mstari mmoja. Soma mstari 14 na 17. Tazama, mbingu ni mali za Bwana Mungu wako, na mbingu za mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo. Kwa maana Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu, mwenye kuogofwa, asiyependelea nyuso za watu, wala hakubali rushwa. Lazima ujue, usitishike na miungu hii midogo midogo. Mungu wako ndiye Mungu wa miungu. Sema Mungu wa miungu. Sema Mungu wa miungu. Sema Bwana wa mabwana. Yeye ni Bwana, ndiye Mungu mkuu. Kwa hiyo ni muhimu hilo ulishike. Utakapokuwa kwenye mambo ya maombezi, kwenye kanisa la nyumbani, lazima muinue hii kweli kwamba ndio tunashughulika na miungu, lakini tunajua sisi Mungu ni mmoja tu. Hii ni miungu ya uongo iliyojificha kwenye viumbe. Hata imejificha kwako, kwenye tabia, kwenye fikra, kwenye mtazamo, kwenye mila, kwenye misimamo, kwenye imani mbaya. Hivyo tena ni miungu. Usisubiri kuona miungu fulani. Miungu ni ndani yako mwenyewe. Ni mawazo yako yaliyotekwa na ukaamini ukatembea njia hiyo. Ndio maana Biblia inasema kupigana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali silaha zetu zina uwezo katika Mungu, hata kuangusha ngome. Tukiteka mawazo na kila fikra, tukiangusha kila fikra inayojiinua, kila elimu inayojiinua kinyume na elimu ya Mungu wa kweli. Ina maana fikra zinakuja na miungu nyingine. Ukiona wewe ni mbishi sana kwenye maelekezo nayokupa, sio inawezekana umetekwa nyara. Inawezekana kuna watekaji wamekuteka. Yaani shetani amekuteka nyara kwenye fikra, na unasema sema usemalo hapa abadiliki mtu. Usinitishe kwanza, usibadilike, baki hivyo. Kwani ni kwa nini sio baki hivyo tu? Lakini nataka nikwambie, mwaka huu tunataka kila mmoja wetu jamani aone baraka za Bwana. Mwaka huu tunataka kila mmoja aone yale matunda ambayo kwa miaka mitatu utayapata ndani ya mwaka mmoja. Yaani lazima tusaidiane. Hata yule anayetembea kama goigoi, anayejivuta kama kinyonga, tumsubiri, tumsaidie, tuende pamoja. Sema amina. Kwa sababu tunatofautiana uelewa. Hatukuacha, tutakusaidia mpaka wewe tukatae. Sisi tutakusaidia mpaka tuone tunaenda pamoja. Hatuachi hata ukwato. Musa akasema hatuachi hata ukwato. Tunataka kila mmoja afaulu, kila mmoja afanikiwe, kila mmoja afikie viwango. Eti atuolewake. Kwa nini amuolewake? Tutahakikisha hiyo pepo iliyokamata ukoo au familia tunaipiga. Wewe ndio wa kwanza kuolewa kwa ndoa takatifu. Tutabomoa, wewe ndio wa kwanza kujenga nyumba. Nilikuwa nasema jamani, hapa hii kanisa Mungu awabariki, mmepata magari mengi. Bahati nzuri hata mtandao hayaoni kule nje. Yako mengi. Ndugu zangu, magari ni mengi hapo nje. Ila sasa naambia wale ambao hawajaleta kwao na wenyewe yalete. Na wale ambao hawajaleta kuyapaki na nyie myalete. Na wapongeza walio yapaki pale nje. Na nyinyi pia wengine najua mmeacha nyumbani, myalete pia. Ni ushuhuda kwamba jamani kanisa hii walioko ndani uchumi wao umekaa hivi. Uchumi wao umekaa hivi, sema amina. Kwa hiyo gari upaki nyumbani kwako pia nilete. Mnaongea pole pole kama hamtaki hivi. Basi sababu asante. Nakupa neno la kinabii na kufungulia mlango na kupeleka viwango vingine, kwa sababu magari ni kitu cha kawaida sana. Ni kitu cha kawaida mno. Kabla sijapata gari kwa nafikiria kitu kikubwa, ukipata gari na kumi ni kitu cha kawaida sana. Wewe gari ni kitu cha kawaida ya duniani hapa. Wala sio muujiza mkubwa sana. Unatakiwa kama unahitaji ukipate kwa jina la Yesu. Amen. Lakini kama una malengo, si lazima usipate, sababu una malengo fulani. Malengo ni muhimu zaidi kuliko gari, si ndio? Malengo, tembea kwenye malengo yako. Unaweza kusema bwana,
mimi nataka malengo mwaka huu ni kujenga. Jenga kwanza, usiumizwe na waliopata magari, lakini magari ni vifaa vyetu vya kutumia hapa duniani. Sasa la mwisho nimalize. Nguvu umoja juu ya miungu. Sasa hapo naelezea makanisa nyumba kwa nyumba. Biblia inasema hivi katika kitabu kile cha Mhubiri 9 mstari wa 4 mstari wa 9. Soma Mhubiri 4 mstari wa 9 hadi wa 10. Alafu uruke usiusoma 11, usome 12. Karibu. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijira njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka, mmoja wao atamwinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake angukapo, wala hana mwingine wa kumwinua. Hata ukiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga, wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Tunataka tuwe hivyo. Heri wawili kuliko peke yako. Heri tuwe kwenye kikundi kuliko unakaa peke yako. Ukianguka hakuna kukusaidia. Unakuta mtu ameshaanza kwa nyumba ndogo, mwaka mzima hatuna habari. Lakini kwenye kikundi wanajua tu mwenzetu mbona hivi. Yule mzee anaingia hapo ni nani? Mjomba mbona kusikia siku mjomba. Ni rahisi zaidi, lakini unakuja hapa nakwambia utaelewa. Sasa hiyo ni ulinzi, ni kulindana, ni kusaidiana. Kama wewe unaweza kupigwa na mtu mmoja, lakini ukiwa watatu mnampiga yule adui, mnaipiga hiyo miungu. Nyuzi moja na katika haraka, nyuzi 3 ni vigumu kuzikata. Lazima tuamue hii ni kwa faida yetu. Ni kufanya familia. Kanisa limelengwa kuwa familia. Kwenye nyumba zetu tunasaidiana. Mdogo mtu na kaka mtu wanasaidiana. Akiwa na wanaume watu, familia nzima inamsaidia. Akiwa hana kazi, wote wanaugua. Akiolewa, wote wanafurahi. Familia ya kanisa lazima tuwe namna hiyo. Wamejifungua mtoto wa jirani, wale wa kanisa la nyumbani wameshafika haraka kumsaidia. Maajabu ni hivi. Wewe una Mungu wa kweli. Lakini Yezebeli ingawa kaja na Mungu wa uongo, unajua Mungu wa kweli ni mstaarabu sana. Kwa sababu umemkaribisha Mungu wa uongo, Mungu wa kweli unakaa kimya tu. Na mara nyingi wanawake wana nguvu kuliko wanaume. Mwanamke akiongea sauti nyororo, utampokea na Mungu wake. Na kuambia utapokea na Mungu wake. Si unamkumbuka Samson? Unipendi mpenzi. Baby na nani? Unasema unanificha ile siri zako. Akamsumbua mpaka jamaa akaachilia siri zote. Usifanye mchezo na mwanamke wewe. Kwa hiyo ni muhimu usishikie ni bouncer. Utapokea na Mungu wa mke wako. Kwa hiyo ni muhimu ujue hilo kitu. Mara nyingi ni vigumu wewe kupokea. Mwanamke anaweza akimalizia. Lakini niseme tulikuwa wanawake wana nguvu, wala fikini wadhaifu. Wana nini jamani? Samson alipiga watu 1000. Huwa watu 1000 akaweza na msichana. Sio mchezo. Hiyo ni siri yako. Sasa ninakueleza. Miungu ipo kwa style ya ujanja. Naona mke wako, mume wako anasema, "Huku kwetu hatufanyaji hivyo. Hiki kitu kwetu hatulaji." Sasa kwenu nani alianzisha? Alianzisha hiyo kitu ni nani? Ndio swali hilo. Kwetu hiyo haipo. Nani alikuwa kwenu? Nani muasisi wa hiyo sharti ni nani? Hiyo ndio kwenu. Kwetu hiki kitu hatulaji. Au kwetu tunakula na hiki, na kwetu tunakula na hiki. Ndio nani muasisi? Spiriti gani ndio asisi sharti hilo? Si kila mtu anasema mimi ni siri kisa ni allergy za kawaida. Wengine sio allergy za kawaida. Hali maziwa, hali nyama. Jamani. Sisemi nyie msiofanya hivyo labda mna miungu msinielewe vibaya. Lakini kuna mtu yani unataka hata umfurahishe.
anakwambia tu 6 ambao hana, anakuachia matembele tu ndio anakulaje. Jamani, kwa hiyo usipuuzie vitu. Unakutana mtu akwambia mimi silaji hiki. Fuatilia, mmoja tu pole. Pengine kweli hazina ubaya, lakini nikiwa natapika sana. Fuatilia pole. Kuna wengine tumewakomboa wengi. Inaweza kuwa ni mamiungu, ni maroho, ni yanasimamia masharti ya mabibi na mababu. Wao nafikiri kawaida tu. Kila anatoka maupele mwili mzima. Tunataka tufuatilie kwanza. Kwa nini utoke maupele na sisi tutoke maupele? Kwa hiyo ukishafuatilia tukiona ni kweli basi kuacha, lakini tusikubali vitu kirahisi. Sema amina.